Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa VOP TV. Leo katika kipindi cha michezo tumetembelea katika kiwanja cha Amani Stadium na tumepata fursa ya kuongea na michezo wenzetu. Kipindi chetu cha leo nimekuandalia wachezaji wa mpira wa miguu ambao ni walemavu wa viungo, ila ndoto zao ni kufika mbali katika kuonyesha vipaji vyao. Upo nao wako Mudathir. Tafadhali usiondoke, kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Hii amputee Zanzibar, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunashirikishwa tu mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu wote, tulikuwa tunashirikiana, tulikuwa tuchagui kama huyu albino, huyu bubu, tulikuwa wote tunacheza tuko mixer, lakini baadaye kila mmoja akajikuta tumeamua kuunda vyama. Kwa hiyo sisi tumeamua kuunda shirikisho letu. Sasa hivi lina kadri kama miaka 5 hivi mpaka 4 linasimama huko. Unawashajiisha vipi wachezaji katika kuondoa kukata tamaa wanapokuja kufanya mazoezi? Kwanza first of all mimi kwanza nashukuru kutembelewa na VOP TV, kwa sababu ni kitu ambacho tunachokitafuta, kwa sababu ni wadau wetu wa kwanza, ni wanakuwa waandishi wa habari. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kututembelea leo. Kwa upande wa vile wakushajiisha wachezaji tunawashajiisha kwa njia tofauti. Tunawashajiisha kwamba wasikate tamaa, kwa sababu huu mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu, yani amputee, ni kama mchezo mwingine vile, ni ajira kwao. Na vipi kuhusu ushirikiano hawa wachezaji na wazazi wao? Je, ushirikiano unaenda vizuri? Ushirikiano mpaka sasa hivi kwa wachezaji tuliokuwa nao unaenda vizuri, lakini kuna changamoto 2-3 ambazo zilikuwa kwa baadhi ya wazazi. Unajua kila mzazi na uelewa wake. Anapompeleka mtoto kama mtoto mlemavu hasa, anakuwa anategemea huyu mwanangu nampeleka hapa, pengine naye mimi kwa kila mwezi au kwa kila siku, lakini huu mchezo wa mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu, kwanza automatic kwa mtu mwenye ulemavu anatakiwa afanye mazoezi kuliko mtu mwenye alikuwa bado hajapata ulemavu, kwa sababu mtu mwenye ulemavu akikaa bila kufanya mazoezi anazidisha ulemavu. Kwa hiyo anatakiwa afanye mazoezi mara nyingi zaidi kuliko mtu alikuwa hajapata ulemavu. Kwa hiyo sisi tunawaambia wazazi wa watoto amputee, yani hapa tunachukua tu amputee, lakini vile tunachukua walemavu aina zote, kwa sababu tuna michezo tuna chama chetu ambacho ni Mama SADS. Hapa tuna walemavu wa aina zote. Sawa. Hapa kuna walemavu wa viungo, katika ISAZ kuna watu wa wheelchair. Kwa vile tuna michezo hapa ya aina tofauti. Tuna basket wheelchair, wananyanyua vitu vizito kule, wanatupa mikuki, wanarusha matufe. Kwa hiyo kina mama, kina baba, wazazi waliokuwa majumbani, tulikuwa tunaomba tusaidiane kuacha kuwaweka watoto wetu ndani kwa kusema huyu mlemavu hawezi kufanya chochote. Aje tutapeana ushauri nini afanye na wapi anafaa, tunamweka afanye mazoezi gani ili aondokane na ule unyonge wa kusema kuzidisha ulemavu, kwa sababu kukaa tu bila kufanya mazoezi ni kuzidisha ulemavu. Je, vipi kuhusu watoto ambao na wao wana ndoto kufikia kama hivi, na mna mikakati gani ili kuandaa watoto ili waweze kutimiza ndoto zao? Mkakati tuliokuwa nao sasa hivi, kwa sababu sisi tunataka tuongezeke tu wengi zaidi. Sasa hivi tuna mkakati ambao kupita wilaya hadi wilaya kushajiisha wazee ambao wale watoto walikuwa ndani waje tushirikiane nao, kwa sababu lengo letu kuu sisi sio kama wakae hapa waje wafanye mazoezi finish. Sisi tunataka ambao wafanye mazoezi lakini wawe na tochi mbele. Nini lengo letu? Kwa sababu wasio wanamuona tu labda kama mchezaji fulani kama Eto'o kafanya hivi, lakini uwezo wa kuwa nao wao wanao. Kwa sababu tukiangalia katika timu, kama tutakumbuka mwaka juzi Tanzania tulipeleka katika World Cup, walikwenda World Cup amputee, wajitokeze kwa kutusaidia sisi, kwa sababu mpaka sasa hivi sisi tunapambana at least watoto wakitoka mazoezi wanakuja hapa, wanaondoka, tunawapa japo nauli kidogo, kitu ambacho sasa hivi kwetu sisi kama shirikisho, kwa sababu hatuna fundraise yoyote. Fundraise tulikuwa nayo moja tu ambayo ya kutuingizia angalau 200 ya kuweza kuwapa watu. Au vile nilikuwa naomba serikali kama serikali ili walitilie mkazo, serikali kama serikali walitilie mkazo watu wenye ulemavu kuondosha nauli ndani ya madaladala. Kwa sababu ni kikwazo kikubwa ambacho kinawakwaza wachezaji wetu kuweza kufika uwanjani. Akifika anachajiwa hela, unaona? Mimi hapa kama kiongozi nashangaa tukenda zetu Tanzania bara
kwenye michezo. Tunashangaa sisi watu 10 ndani ya daladala tunaingia bila kutoa nauli, kwa sababu ni ile sheria waliowekewa wenzetu wenye vyombo vya usafiri. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba serikali ikae na wadau wa usafiri, wakae na mabaguani na wenye vyombo vya usafiri kwa kuondoa hii hali ya kuwatoza nauli watu wenye ulemavu ndani ya vyombo vyao vya usafiri, kwa sababu na uhakika Zanzibar hakuna sehemu moja wakaingia walemavu 5 kwa wakati mmoja kwenye gari moja, 2 mmoja, au siku nyingine kutwa nzima mtu asipakie mtu mwenye ulemavu kwenye gari yake. Kwa hiyo nilikuwa naomba ili serikali waliangalie kwa jicho la pili, kwa kuwa hii itatoa fursa kubwa zaidi hawa wachezaji wetu kufika uwanjani na kuwapata kwa wakati na kushiriki katika michezo. Na wadau naomba wajitokeze ili tuje kukaa pamoja, tujue nini tunafanya. Lengo letu kuu tuanzishe ligi hapa. Tukishaanzisha ligi na sisi tutakuwa tuna Zanzibar ligi ya amputee, itakuwa nzuri zaidi, itapendezesha zaidi, na ndio lengo letu, kwa sababu vilabu sasa hivi vishakuwa katika mfumo. Bado kuna mfumo kidogo tu ambao tuumalizie, tuanzishe ligi. Sawa, asante sana. Kwa jina naitwa Kasim Muhammad Mbaruku, mkazi wa Mahonda. Au kwa kutoka kwa ulipotoka mpaka kunafika hapa, unakuta kama tunapanda gari, yani muda mwingine unakuta nauli hatuna, kwa sababu ni maisha magumu kwa sasa hivi. Unamkuta mzee aweza akakudumia kila kitu, unapanda gari, yani konda na kutolea maneno ovyo. Yani kusema kweli ndio hivyo tu, kwa sababu tuna malengo, hatuwezi tukakata moyo. Lakini ingekuwa kwa kitu kingine, yani na maneno tunakutana nayo katika gari kabisa, mtu hawezi kuja hapa kama ana moyo mwepesi wa kutokuja, hawezi akaja. Una wito gani kwa jamii au kwa vijana wenzako ambao wapo tu nyumbani ambao hawajishughulishi na chochote? Naomba ajitokeze, kwa sababu hii ni fursa. Na kukaa ndani wanajimaza kiakili, ila ikitoka hapa anaweza kaisi furaha, nimechanganyika na wenzangu. Kwa sababu gani? Anapokaa ndani anajiona kama yuko peke yake na mawazo finyo yanamjia katika akili. Wewe akija hapa hata akili yake inafunuka, tukiwa sote tunafurahi. Shona na pamoja, hii ni fursa. Akikaa ndani inawezekana asipate chochote, ila anaweza akaja hapa tukachangamka na yeye kama mtu mkubwa kuliko wengine. Kwa sababu gani? Watu wenye ugonjwa kama huu akitizaa wanajiona wao si mtu kama si mtu wa kawaida kusema kweli. Ila mimi naambia sisi tunaweza. Yani tunaweza, asikae ndani ama unakutaje mzazi anaweza akamweka mwanae ndani asimtoe. Hata ikija viongozi wanataka waone watu wenye ulemavu, hata mitani inakuja viongozi wanataka watu wenye ulemavu amweka ndani, anaficha kuona aibu. Ushona? Lakini kwa sababu tusione aibu. Kwa sababu gani? Yani unamuonea mtu aibu ambaye anafanya kazi zake, yani anajishughulisha kushughulikiwe, yani wewe muone aibu, lakini yeye anafanya kazi zake kama kawaida. Sasa ukimwonea aibu yeye, uwezi ukaendelea ukapata maendeleo yoyote yale. Mimi ninachowahusia watoe na wazazi waache kuficha watoto wao ndani, kwa sababu hii ni fursa. Yeye anaweza kaja kuwa mtu mkubwa tegemezi katika jamii, na huyo mtu mwenyewe asiwe na mawazo finyi. Unajua wakati mwingine mtu anakuwa na mawazo finyi, mimi nikitoka watanionaje, sijui watu watanishangaa. La, hapana, hicho kitu, hayo ni mawazo finyu. Yani ukija hapa, mimi nina furaha siku ya mwanzo ninapokuja hapa, nikipita kila sehemu, mmekuja mjini, naangalia chini hivi, mwenyewe nilikuwa na aibu. Lakini kama sasa hivi unavyoniona, nikishakutana na wenzangu hapa nacheka na furahi, na pamoja nataka nitimize malengo yangu. Ushona, unakuta watu wameumia, wana malengo mengine ila wameumia, kaona mimi hapa siwezi nikafanya kitu kingine chochote tena hapa, kwa sababu mimi ni mlemavu. Hivyo sivyo. Mimi nawaambia hivyo sivyo. Waje tushirikiane kwa pamoja, tuoneshe ushirikiano, tufurahi kwa pamoja, tusonge mbele, maisha ndio yanavyokwenda. Sawa, asante sana. Kwa jina naitwa Ali Abdalla Hatibu, ni mchezaji wa mpira Amputee Football Federation Zanzibar. Maoni yangu natoa kwa wazangu wote wenye ulemavu wa mguu, mikono, tusikae nyumbani, tukakaa tu ili tufanyeni, tujeni uwanjani kufanya mazoezi ili tujenge afya kwanza, alafu tuna vipaji maalum kwa watu wenye ulemavu. Ili tutapokuja hapa tukishirikiana tukifanya mazoezi kwa pamoja, na kwa malengo yetu yatazidi kwenda mbele. Kwa sisi watu wenye ulemavu pamoja na watu wote kwa jamii nzima ya Zanzibar. Mpenzi mtazamaji, nadhani umejionea wachezaji wenye uchangamfu wa kutaka kufikia ndoto zao bila ya kujali madhaifu walionayo. Ulikuwa nami Mudathir Rashid, usisahau kusubscribe na kulike ili kujionea vipindi vingine vinavyofuata.